Katika ulimwengu wa saikolojia ya mwili, lugha ya mwili au tafsiri za tabia, watu wengi wamekuwa wakivutiwa na maumbo yanayotokana na kuunganisha viganja vyao vya mikono. Mara nyingi kwenye mitandao ya kijamii utaona picha inayosema ukiviunganisha viganja vyako na vikaunda umbo hili, je, wewe ni mtu wa aina gani? Au ni aina fulani? Lakini je, jambo hili ni la kweli kiasi gani na linaweza kutueleza nini kuhusu utu wetu? Leo tutachunguza mada hii kwa kina, kutizama mitazamo mbalimbali ya saikolojia, tabia za binadamu, imani zinazozunguka maumbo ya mikono. Mwanzo wa jaribio hili. Jaribio hili linafanywa kwa kuunganisha viganja vya mikono mbele ya wawili. Watu wengi huangalia namna ya vidole gumba vinavyokutana au namna vidole vingine vinavyojipanga. Baadhi ya watu hujikuta kidole gumba cha mkono wa kushoto kikiwa juu ya cha kulia. Wengine hujikuta vidole gumba vya mkono wa kulia kikiwa juu. Wapo pia ambao mikono yao huunda umbo maalum linalofanana na pembe tatu au umbo la moyo. Kwa miaka mingi watu wamejaribu kuhusisha maumbo haya ni aina ya tabia za mtu. Je, maumbo ya mikono yanahusiana na utu? Wataalamu wengi wa saikolojia wanaeleza kuwa hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha moja kwa moja kwamba umbo la mikono linaweza kueleza utu wa mtu kwa 100%. Hata hivyo, watu wengi hupenda majaribio haya kwa sababu yanawafanya wajitafakari na kujiuliza zaidi kuhusu tabia zao. Ndiyo maana mara nyingi utaona matokeo yanasema wewe ni mtu mwenye ubunifu, wewe ni mtu wa huruma, wewe ni kiongozi wa kuzaliwa, wewe ni mtu wa kufikiri sana kabla ya kuamua, ingawa si sheria ya kisayansi. Baadhi ya watu hujikuta wakifanana na maelezo haya, kama kidole gumba cha kushoto kipo juu. Katika tafsiri maalum zinazozunguka dunia, watu ambao kidole gumba cha kushoto huonekana juu wanatajwa kuwa watu wa utulivu mkubwa, hawapendi kufanya maamuzi ya haraka kabla ya kuchukua hatua, utafakari kwa kina. Pia huaminika kuwa na uwezo wa kusikiliza matatizo ya wengine. Marafiki wengi huwapenda kwa sababu ni washauri wazuri. Watu hawa mara nyingi huchagua amani kuliko ugomvi. Hawapendi mabishano yasiyo na maana. Katika mazingira yao ya kazi huonekana kuwa waaminifu na wenye kuwajibika. Kama kidole gumba cha kulia kipo juu, watu wa kundi hili mara nyingi husemekana kuwa wenye kujiamini zaidi katika kutoa maamuzi. Hupenda changamoto, hawana hofu kubwa ya kujaribu vitu vipya. Mara nyingi huwa ni viongozi katika vikundi au jamii zao. Wanapokutana na tatizo, hupenda kulitatua na kutafuta solution haraka badala ya kulikimbia. Pia huaminika kuwa na uwezo mkubwa wa kushawishi wengine. Kama mikono inaunda umbo la pembe tatu, katika tafsiri nyingi za lugha ya mwili, umbo la pembe tatu huhusishwa na watu wenye akili za uchambuzi. Watu hawa hupenda kutafuta ukweli kabla ya kuamini jambo. Wanapenda kujifunza mambo mapya na kuchunguza kila upande wa taarifa. Mara nyingi huwa makini katika maamuzi ya fedha, mipango ya maisha na malengo yao ya baadaye. Kama mikono inaunda umbo la moyo, hii ni moja tafsiri maarufu zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanaopata umbo hili mara nyingi huelezwa kuwa wanaojali hisia za wengine, wenye upendo mkubwa kwa familia zao, wanaopenda kusaidia watu wenye matatizo, watu wanaotafuta furaha na maelewano katika maisha. Ingawa si kila mtu mwenye umbo hili atakuwa na sifa zote hizi. Tafsiri hii imekuwa maarufu kwa muda mrefu. Lugha ya mwili inasema nini? Lugha ya mwili ni sehemu muhimu sana ya mawasiliano. Wataalamu wanaamini kuwa sehemu kubwa ya mawasiliano yetu haitokani na maneno, bali hutokana na muonekano, miondoko na ishara za mwili. Jinsi unavyokaa, unavyotembea na hata unaposhika mikono yako vinaweza kutoa ujumbe kwa watu wanaokuzunguka. Ndio maana viongozi wakubwa, wafanyabiashara na wazungumzaji wa hadhara hupenda mafunzo ya lugha ya mwili. Kwa nini watu hupenda majaribio haya? Sababu kubwa ni udadisi. Binadamu kwa ajili ya kupenda kujijua. Tunapopewa maelezo kuhusu utu wetu, akili zetu hujaribu kuunganisha maelezo haya na maisha yetu halisi. Hii ndiyo sababu ya majaribio mengi ya mitandaoni huenea kwa kasi. Watu hupenda kuona kama maelezo yaliyotolewa yanafanana. Je, unaweza
kubadili matokeo. Jambo la kuvutia ni kwamba hata kama mtu ataambiwa ana tabia fulani, bado ana uwezo wa kujibadilisha. Tabia nyingi hujenga kupitia malezi, mazingira, marafiki, elimu, uzoefu wa maisha. Kwa hiyo maisha yako hayaamuliwi na namna ya vidole vyako vinavyokutana pekee. Siri kubwa ya mafanikio: bila kujali umbo la mikono yako. Mafanikio hutokana na mambo kadhaa muhimu. Kwanza, nidhamu. Pili, kujifunza kila kitu. Tatu, kufanya kazi kwa bidii. 4, kutokata tamaa unapokutana na changamoto. Na 5, kuamini unaweza kufikia malengo yako. Watu wengi wanaofanikiwa duniani hawakufanikiwa kwa sababu ya umbo la mikono yao, bali kwa sababu ya juhudi zao walizoziweka katika maisha yao. Hitimisho: ukiunganisha viganja vya mikono vyako vikatoa umbo fulani, unaweza kuliona kama burudani ya kujitafakari au njia ya kujifunza zaidi kuhusu mitazamo ya watu juu ya tabia yako. Lakini jambo muhimu zaidi ni kukumbuka kuwa utu wa mtu haupimwi na umbo la mikono yake. Utu hujengwa na maamuzi tunayofanya kila siku, maadili tunayofuata na namna tunavyowatendea watu wengine. Kwa hiyo wakati mwingine jaribio hili linaweza kuwa la kufurahisha, lakini nguvu halisi ya maisha yako ipo katika matendo yako, si katika umbo la vidole vyako. Na wewe unapounganisha viganja vyako, unapata umbo gani? Dondosha comment hapo chini uniambie unapata umbo gani unapounganisha viganja vyako. Wengine huonekana mwezi, wengine huonekana nusu mwezi, au wengine huonekana mduara. Endelea kutufollow, subscribe our YouTube channel kwa kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe. Unasubiri kengele, unabonyeza hapo, utakuwa umejiunganisha nasi na umekuwa kwanza kupata makala kama haya yanapotoka. Asante, muwe na siku njema. Ni mimi Daudi Mwaluko niliyokuletea makala haya.